Oya, hemu acha kila kitu unachofanya hapo, nisikilize sasa, nikupeleo mkasa ambao umetokea, ambao hii dunia mpaka hivi sasa hawaelewi hasa kitu gani kinaendelea katika eneo fulani hilo. Huko Maulaya huko kuna sehemu moja kaskazini magharibi huko mwa bahari ya Atlantiki inayoitwa Bermuda Triangle. Oya, hilo eneo lina historia za kibabe sana, na kuna tukio moja la kibabe ambalo limetokea ndo nataka kukuelezea. Lakini kabla ya kukuelezea sasa, nataka nikujuze hiyo Bermuda Triangle ni kitu gani. Bermuda Triangle ni eneo ambalo kuna kama triangle imefanyika pembe tatu ambayo imeunganisha baina ya Florida, Puerto Rico na visiwa vya Bermuda. Hiyo sehemu hapo katikati kuna matukio kama ya miujiza fulani hivi, zikipita ndege, sijui meli, yani kuna matukio yanatokezea. Umefahamu eh? Na hiyo sehemu inaitwa Devil Triangle, yani kwamba ni pembe ya shetani. Sasa kuna tukio hilo ambalo ndo limeupa umaarufu hasa hilo eneo, na hilo tukio ndo naenda zangu kukueleza. Kaa na mimi ndani ya Jeru Story nikuelezee, usipitwe na hata kidogo katika kipande hichi, ndo mimi naondoka hivi. Sasa nikupe picha ndogo tu, jichukue wewe binafsi. Umepata safari, upo zako ndani ya ndege, unaelea, kila kitu kipo shwari, pepo mzuri ndani ya ndege, nakunywa juisi, naongea mdogo mdogo, mashine tu ya ndege ndio inasikika, yani utulivu, umefahamu? Alafu sasa ghafla moja mambo yanaanza kubadilika. Upepo unaanza kubadilika, ile rhythm yake inaanza kuwa haieleweki. Unaanza kumfuata zako pilot wako, unamweleza wewe kuna nini, anakwambia mimi mwenyewe sielewi. Unaanza kuchanganyikiwa. Sasa hem niulize, kama unafanya nini hapo? Utasema utapiga simu. Sasa sikiliza kilichotokea. Unataka kupiga simu, mawasiliano hamna, hakuna network, yani unapiga, unaongea nao kule, hakueleweki. Umeona? Kinachotokea tena hapo, kwa imani yako tu uombe dua. Lakini sasa je, hiyo ninachotaka kukuelezea ndo kilichotokea? Basi sikiliza hicho ambacho kilichotokea. Tarehe 5 Disemba mwaka 1945, miezi michache baada ya vita vya pili vya dunia kuisha, ndipo kikosi kimoja cha TBM Avengers kilichopo Marekani kilikuwa kina kawaida ya kwenda kufanya mazoezi ya kwenda kuripua mabomu, lakini sehemu ilikuwa mbali kidogo, visiwani. Kikawaida majeshi wakienda zao kufanya mazoezi hawafanyi mazoezi sehemu ambayo kuna watu, kwa sababu wanatakiwa wafanye tafiti hivi na hivi. Kwa hiyo wakachagua eneo moja ilikuwa limejitenga, ilikuwa ni kisiwa ambacho kilikuwa kikiitwa Hens and Chicken Shoals, ndipo walipoenda kufanya majaribio yao ya mabomu au TBM Avengers. Na hao TBM Avengers walikuwa na kiongozi wao ambaye alikuwa ni Lieutenant Charles Taylor. Huyu alikuwa ni rubani wao, bali ni kiongozi wao. Lakini huyu hatuwezi tu kumpita hivi hivi. Huyu bwana ana mambo yake huyo. Kwanza huyu Taylor alikuwa ni mzoefu, yani kashapigana vita vingi, yani unapata wale, huna cha kumdanganya kuhusu usukani ndege, yani mbabe, yani umefahamu. Alafu moja katika rekodi zake ana masaa 2500 ya kuwa angani, yani angani huko yeye na anga ni hivi yani huna cha kumdanganya kuhusu anga, yani hewa anaijua nje ndani ndege hizo. Kwa hiyo alafu ndo kiongozi. Kwa hiyo ilo zoezi lao TBM Avengers ilikuwa litakiwa litumie masaa 2 tu. Ni mazoezi yao ya kawaida ambayo wanaenda kuyafanya. Umeona? Na safari ilianza mnamo kwenye saa 8 mchana hivi. Najua mida ile jua kali, washapiga lunch pale. Watu wengine mazoezi poa wamevaa. Na hicho kikosi kilikuwa ni sio kikubwa, yani kilikuwa kina watu wachache tu, kiasi 10 na. Kwa hiyo wakatoka kuelekea zao katika safari yao, na wakiongozwa na huyu bwana Taylor. Na kusema ukweli safari ilikuwa bardan wa salama, yani ilikuwa amani, hakuna tatizo lolote
kama kawaida inavyokuwa siku zote, safari ikaenda. Sasa unajua nini kimetokea hapo mbele? Hilo zoezi lenyewe lilikuwa likiitwa kwa jina la Flight 19, yani Flight 19. Kwa hiyo kilichotokea, zoezi likakamilika na wamefanikisha, na walikuwa na furaha sana, kwa sababu unajua hizi pirika za kijeshi ni mambo magumu, ni mambo ya muhanga. Hata kama kuna uzoefu, hata kama kila siku jambo unalifanya, haimaanishi kwamba usiwe makini. Siku zote inahitajika umakini na consistency, na bila shaka wamepikwa mpaka kufikia katika hiyo level ambayo wapo. Basi yule bwana Tyler ambaye ndio kiongozi na pilot mzoefu wakiwa na furaha sana, wanaelekea zao nyumbani. Wanarudi katika mida ya saa 9 kwa sababu zoezi lilikuwa ni masaa mawili tu kutokea saa 8, 9 kwamba la asiri tena hiyo wanarudi zao. Sasa hapa ndo kwenye utamu mwenyewe wa hii story ambayo nakuelezea, unatakiwa uwe makini zaidi. Nini kilitokea? Ushwari uliendelea kuwepo, amani imetawala, tabasamu kwenye sura zao ndizo zilizokuwa zikionekana. Lakini ghafla kuna kitu kikatokea. Kitu gani? Unajua masuala ya ndege siku zote lazima wawe connected na kituo ambacho kipo ardhini. Ndege yote ambayo unaona inapita juu, muda wote huwa inawasiliana na kituo kilichopo ardhini. Lazima wawe wanajua nini kinaendelea kwenye ndege, kwa sababu ndege ni mchezo wa hatari. Sasa yule kapteni ama kiongozi au msikilizaji ambaye anasimamia lile zoezi, lakini yupo ardhini, ambaye yupo connected na ile Flight 19 zoezi lililoenda kufanyika, akasikia Kapteni Tyler akimwambia maneno kapteni mwenzie ndani ya ndege. Maneno hayo yameleta gumzo. Maneno gani? Alisikika akimwambia kapteni mwenzie bwana Tyler kwamba nimepoteza ramani zangu zote, sioni wala sijui ninapokwenda. Haya maneno yalileta gumzo na mzoruba ndani ya chumba cha watu waliokuwa ardhini. Inabidi wakusanyike pale fasta kwanza. Oje, njoni, kuna tukio lishatokea hapa. Nimemsikia Tyler anamwambia kapteni mwenzie kwamba huko kapoteza ramani na hajui anapokwenda. Inabidi wamvutie waya. Wakaanza kuwasiliana. Hoya Tyler, vipi? Fresh kama kawa, baridi. Naona nimekusikia hapo ukimwambia mwenzio kwamba umepoteza ramani. Akamwambia ndio, nimepoteza dira. Sasa sikiliza, wewe unaonaje huko mazingira? Akaambia huku mambo yamebadilika, sielewagi. Akaambia sasa nisikilize, hapo mlipo ifuate magharibi, pwani ya Florida, itakupa mwelekeo, itakusaidia. Akamwambia hilo ni wazo zuri, lakini sasa cha ajabu huku kila kitu kimebadilika. Yani huku kumebadilika sasa, yani sielewi, yani kila kitu kimebadilika, yani sio kawaida kinapokuwa kawaida. Sasa hili jambo inabidi lianze kuwashangaza, kila kitu kimebadilika. Sasa hapa pia na wewe unaweza kujiuliza swali. Huyu Charles Tyler ni mzoefu sana. Ana masaa 2500 akiwa angani, amechezea ndege na tulimsifia na kumpa maua yake sana. Alafu hafla moja kama hii eti amepoteza ramani, hajui anapokwenda, mawasiliano hayaeleweki. Yani kwamba hili tukio limetokea tayari kashakubali matokeo. Naanza kujiuliza sasa, hili eneo kwa nini linaitwa Devil Triangle? Kuna miujiza, kuna uchawi, kuna siri ambazo zipo, hakutakiwi kupita kitu. Kwa hiyo ikawa fumbo, jambo ambalo likaleta huzuni. Na hakukuishia hapo. Sikiliza hicho kilichoendelea sasa. Picha likaendelea mwanangu mpaka saa 12 humo magharibi, kiza kishaanza kuingia, magharibi kuelekea saa 1.
Oya hapo mpaka yule Tyler hofu mtindo mmoja ndani ya ndege. Nikasema leo hichi nini? Kiza kikaanza kuenea, usiku unatanda, na hofu kubwa waliokuwa nayo mafuta. Hizi ndege hizi zinatumia mafuta na washaka angani muda mrefu, hawana direction, na mafuta yao waliotumia yalikuwa ni ya kipimo maalum kwamba wanaenda masaa mawili wanaua kazi yao ya zoezi lao la flight 19 kisha wanarudi. Lakini cha ajabu haikuwa kama hivyo. Kwa hiyo kiza kikaanza kuingia, mafuta yakaanza kukatika, hofu ikawa kubwa baina ya ardhini wale waliokuwa wanawasiliana nao pamoja na marubani waliopo kwenye ndege. Lakini sasa kitu kimoja ambacho kikatokezea kilileta kutisha, lakini kimeleta pia tahadhari. Kitu gani? Sauti ilisikika katika radio call ile ya rubani kuwapigia wale waliokuwepo ardhini. Amesikika akiwaambia, msisubiri, tunahitaji uokozi, tunaingia kwenye maji. Kisha kimya kimetawala. Oya, jeshi la Marekani hapo fasta mwanangu. Oya huku kimenuka, kimewaka. Wakaanza kuwashtua wale kikosi chengine, likapeleka bunge moja la ndege linaitwa PBM Marina. Oya ilo PBM Marina mwanangu, yani bunge moja la meli, yani bunge moja la ndege sio meli, limekusanya vifaa vyote vya uokozi. Alafu ndani yake likawafanya kazi kiasi kama 13 14 hivi. Yani watu wamejipanga, wamejipika, wanaenda zao kuokoa. Yani ilo ndege, oya hapo ndo Marekani utajua anauma. Yani wamejipanga yani kitendo cha kusikia tu kwamba tunazama, watu wamejipanga huko wakaingia mzigoni. PBM Marina inaingia mzigoni, hiyo imeingia. Sasa basi wakati ile PBM Marina imeenda kiasi kama dakika 20 tu, nayo imepotea bila taarifa yoyote. Kimya, yani kama upepo, yani hakuna taarifa yoyote. Bora wale wamepiga hata simu, hawa yani hakuna hata simu. Yani oya, imagine mwanao, hii Devil Triangle ina nini? Ndege ya pili hiyo inapotea, alafu hii haina taarifa yoyote. Alafu ndo wameenda ile kwamba oya ile yani kwamba tunaenda zetu kuokoa. Alafu kimya, hamna taarifa yoyote iliyotokea. Rada zinasoma 0, hawapo. Kwa hiyo Marekani jeshi lake inabidi lijiandae kivingine, kwa sababu wanajeshi 13 walikuwa ndani ya PBM Marina nao wametoweka. Kwa hiyo nini kifanyike? Sikiliza. Kesho yake asubuhi alipokucha tu, Marekani ikapeleka ndege za kivita 240. Hii ilikuwa ni rekodi kwamba historia, yani kwamba imepeleka ndege nyingi sana kwenda kufanya tafiti za uokozi. Haijawahi kutokezea tukio kama hili. Ndipo zilipoenda hizo ndege pamoja na submarine, wakapembua kila mita ya bahari, juu chini. Wametumia kila aina ya teknolojia ya muda huo, lakini kwa bahati mbaya hawakupata chochote. Wamepata hakuna kitu, hakuna kiatu, hakuna hata yale mafuta. Kama ndege imeanguka, kuna yale mafuta yataelea baharini, hakuna ushahidi huo. Hawajakuta mabaki ya ndege, wamekuta kutupu. Huzuni kiasi. Jambo hili inabidi lipelekee taharuki, kwa sababu wale askari waliokuwemo wana familia, wanataka kujua taarifa, wanataka kujua, na sio wale tu, wazungu na wajua lao si dogo. Jamii inataka kujua. Jamii inalipia pesa nyingi kulipa kodi jeshi wa kila siku mitandaoni, tuna jeshi zuri, kisha mwisho wa siku taarifa kama hizo
inakuwa inaleta changamoto. Kwa hiyo ikaleta mzozo kiasi kwamba jeshi likakosa hata nadharia sahihi ya kuwapelekea watu kwamba labda wametekwa kwa sababu wamepotea tu, labda yani kuna jambo limefanyika, yani wamekosa. Hebu imagine jeshi kubwa la Marekani lilivyokuwa na nguvu, pesa, teknolojia, hata kama ya kipindi hicho, lakini Marekani itabakia kwa ni Marekani tu, kwamba imejipanga sana. Basi wakakosa nadharia na wakabili vyombo vya habari na kusema watu kama vile wamepotea, kama vile wameenda mwezini tu, yani kwamba wameenda, hakuna taarifa. Yani ni swala ambalo linahuzunisha kwa sababu watu jumla ilikuwa ni kama watu 27, wale wa mwanzo ukijumlisha na wa pili, hakuna mabaki. Ilikuwa ni huzuni. Basi bwana, hichi kipengele hichi nikivalia na miwani kwa sababu hapa kuna utaalamu umeingia. Zikaja nadharia mbili. Kipindi kile walishindwa kutoa nadharia na wakasema kwamba pengine yani kama vile watu wamepotea tu mwezini, lakini baadaye zikaja nadharia ambazo ilikuwa katika makundi hao mawili, nadharia ya kisayansi, yani maelezo ya kisayansi, na nadharia nyingine ilikuwa ni ya kijini, yani ni ya viumbe, yani kama vile masuala ya aliens. Unajua kwamba kuna watu wanaamini kuna aliens. Hii nadharia ya kijini ama aliens ilikuwa ikiitwa pia supernatural. Supernatural wapo watu wanaelewa. Hapa inakuwa inaingia vitu ambavyo vipo nje uwezo wa kibinadamu kama vile kijini, alien, wengine wanaingia mpaka kwenye Mungu. Yani ni masuala ambayo sio katika uwezo wetu. Basi watu wengi wanaosema kwamba hii imetokezea katika masuala ya kisupernatural, wao wanasema kwamba pengine katika kupita na ile ndege yao pale kuna sehemu, kuna kama matundu hivi ambayo yanakuvuta, unaingia unaenda kutokezea kwingine huko. Au wanasema kuna mji chini ya bahari ambao watu wanaishi kama vile majini, lakini watu wanaweza kudhibitiwa au kuikiziwa mifumo ambayo na wao wanaweza kwenda kuishi. Kwa hiyo kama vile wamechukuliwa kaenda wakaishi huko. Ni nadharia ambazo si rahisi kuzielewa, lakini ndo zipo hizo. Au time travel ama time portal. Hii time portal ni very interesting story. Yani kuna kitu kinaitwa time portal ama time travel. Yani unakuwa unaingia kwenye sehemu, unaweza ukarudi miaka 20, 40, 50 nyuma huko, ukaona maisha yalivyo, kisha baadaye ukarudi ukajikuta hapa hapo katika 2000 na uliokopo nayo. Ama ukaenda mbele ukaona maisha ya mbele na matukio ya mbele. Very interesting. Hii ina mada yake, hii tutakuja kuizungumzia hapa. Sio unapitwa na vipindi vyetu. Umeona? Na upande wa pili, maelezo ya kisayansi. Maelezo ya kisayansi wao walisema kwamba pengine kuna mawimbi fulani yanaitwa rogue. Hayo mawimbi hayo ni hatari sana, yani yanakuwa ni mawimbi makubwa yanatokea baharini, kwenye bahari kubwa, na huko ni Atlantic, kwamba wimbi ukubwa wake mfano wake ni ghorofa 10. Can you imagine? Ghorofa 10 zile unazoziona, pengine katika mji wako hakuna hata ghorofa, like una ghorofa 5 tu pengine unaona refu. Sasa imagine ghorofa 10 ukubwa wake. Sasa pengine walipokuwa wanapita katika maeneo kama haya, lilitokezea wimbi hilo za hizo zinazoitwa rogue, likachukua, na lina uwezo ndani ya sekunde 2 tu likapoteza data zote. Kwa hiyo hiyo ni moja ya nadharia ama maelezo ya kisayansi ambayo wanahisi kitu kama hicho kinaweza kutokea. Au pengine kuna miripuko ya methane. Methane on science hapa wanaelewa na chemistry. Ile miripuko mikubwa sana ambayo inaweza ikatokezea na ikaleta madhara ambayo huenda nayo wanafikiria imetokezea katika mazingira hayo, yakapelekea zile ndege katika eneo la Bermuda kupotea katika zoezi lile la flight 19 pamoja na ile ndege ya pili. Lakini sasa hapa unaweza ukajiuliza, zile ndege ni mbili, kwamba wote wameenda na mawimbi
kwa sababu muda ulikuwa tofauti. Wale walikuwa saa 8 mchana kuelekea jioni, wale wengine siku ya pili asubuhi. Kwa hiyo think, jipe muda ufikirie kitu gani kimetokezea, au kuna madini, kuna ma-alien waliwateka. Mimi ndio yule mwenda tezi na Omo, sasa nimejipanga kurudia ngamani, nikimaanisha kwamba lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Huu ni mwisho wa stori yetu nzuri sana, ambayo ndani yake ilibeba tabasamu kwa awali, lakini imebeba huzuni na maswali ya kujiuliza hadi leo huku mwishoni. Kwa sababu gani nasema imebeba maswali huku mwishoni? Mpaka hivi sasa inasemekana meli zaidi ya 50 na ndege 20 zimeshapotea katika eneo la Bermuda Triangle. Hii inamaanisha hili ni eneo hatari zaidi kwa usafiri wa meli pamoja na ndege. Nirudi kwako msikilizaji, nadharia gani ambayo unahisi ina make sense, kwamba kitu gani kilichofanya wakapotea katika eneo la Devil Triangle, Bermuda Triangle? Hawa walioenda kufanya mazoezi yao ya Flight 19. Je, ni mabomu? Je, ni supernatural power? Je, hayo mawimbi makubwa? Au kitu gani unahisi? Ongeza hata cha kwako wewe, niekee nijue, nami nitasoma, tushirikiane. Pengine sisi tunaweza kuwasaidia wao kugundua kitu gani kinachowafelisha. Na kwa kumalizia na stori yetu hii, ni kuambie kaa tayari kwa stori inayosisimua zaidi inayofuata. Hii ni Jeru Story. Jeru Story, msimulizi wake ni Zahran bin Ahmed wa Shawana. Nikutakia wakati mwema, asante na shukran.